Ninawatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye fanaka. Asante sana kwa kuendelea kunisapoti. Asante sana kwa kunisapoti mwaka huu, mwaka 2025. Tunapoelekea kumaliza mwaka, ninawaombea muweza kumaliza mwaka mkiwa na afya njema. Asante kwa sapoti ambao mmeweza kunipea. Kabla tujaanza kanda hii, niruhusu niwashukuru mashabiki watatu ambao wameona kwamba ninafanya kazi nzuri na wakaninunulia Krismasi. Shabiki wa kwanza kutoka Marekani na mashabiki wengine wawili ambao wako katika mataifa ya Afrika. Asante sana kwa kile ambacho mmekifanya, mahala ambapo mulikitoa. Mwenyezi Mungu awarudishie zaidi. Ulitulipia wifi, umetununulia Krismasi. Mwenyezi Mungu awabariki. Karibu sana ili niwapashe. Wapenzi watazamaji, wanaharakati Tanzania pamoja na wananchi ambao wamechoka na utawala huu wa Samia Suluhu Hassani wameweza kutangaza maandamano siku ya Alhamisi tarehe 25 Disemba mwaka 2025. Na maandamano haya ni ya kukataa hii serikali ya Samia Suluhu Hassan, yaani maandamano ya mfululizo yasiokuwa na kikomo ndani ya Tanzania. Na sasa hivi, mpenzi mtazamaji, kulingana na taarifa ambazo niko nazo za ukweli ambazo nimehakiki, ninaelezwa kwamba Mbagala, Tanzania tayari wameanza mkesha wa maandamano. Haya maandamano ambayo Watanzania walitangaza tarehe 25 Disemba, siku ya Krismasi, siku ambayo Yesu aliweza kuzaliwa, yanalandana na siku ya Krismasi. Yameweza kuingiliana na siku ya Krismasi. Sasa serikali imeshindwa iwachunge wananchi au iwaache wananchi washerehekee siku ya Krismasi. Kwa sababu wale ambao wamepanga maandamano wamesema kwamba lazima wataandamana. Hawamtaki Samia Suluhu Hassani. Na ninakuomba uchukue dakika zako chache. Angalia hii kanda ambayo imeweza kutolewa kutoka Mbagala usiku mkesha. Ni kwa nini wananchi wameamua watashiriki maandamano, japo serikali haijaweza kutoa tahadhari kuwaonya wananchi wasishiriki maandamano? Mimi ni Bwana Ezra, mtangazaji wako. Ninaomba uweze kunikopa lako sikio ili niweze kukuchanganulia kwa lugha nyepesi yale ambayo yametendeka. Sababu ya kwanza, mpenzi mtazamaji, ni kwa sababu wananchi wanazidi kulalamikia matokeo ya uchaguzi wa 29 Oktoba. Wananchi wanasema kwamba 29 hawakumchagua Samia Suluhu Hassan, bali Samia aliweza kujichagua. Kama pangekuwepo na uchaguzi, basi wangemchagua kiongozi wao, hawangelazimishwa Samia aendelee kuwaongoza. Wao wanaeleza kwamba uchaguzi 29 haukufanyika. Kwa hivyo hawamtaki Samia kwa sababu hawakumchagua, hana ridhaa ya wananchi. Sasa sijui haya maandamano yataendelea mpaka lini, kwa sababu unajua kipindi ambapo maandamano yanasemwa kwenye mitandao ya kijamii, sio eti kwamba lazima yafanyike moja kwa moja.
Sehemu moja inaweza kaandaa maandamano, sehemu nyingine wanaweza wakaandamana mitandaoni, na serikali inaweza ikaogopa. Mfano kama sasa hivi unajua serikali imeogopa sana. Kwa hivyo kitu ambacho kinawafanya Watanzania kusema kwamba wataandamana ni kutokana na matokeo ya uchaguzi wa 29 Oktoba. Wanasema kwamba hawakumchagua Samia. Nambari 2, mauaji ambayo yalitendeka Tanzania 29 Oktoba. Kile kipindi cha uchaguzi ambao Watanzania waliweza kukataa, wananchi wengi sana ambao waliweza kususia uchaguzi na kupinga matokeo waliuawa. Makosa yao yalikuwa ni kutaka uchaguzi wa haki na huru. Sasa Watanzania wamesema kwamba wataandamana mpaka ile siku ambayo haki ya wale ambao waliuawa itatendeka. Wale ambao walitumika kuwaua wenzetu waweze kuchukuliwa hatua. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Nambari 3, sababu ambayo inafanya Watanzania kusema kwamba wataandamana, wataendelea kuandamana kupinga utawala huu wa Samia, ni kwa sababu ya kiudikteta ambao unaendelea Tanzania, utawala wa kiimla. Utawala wa kiimla, yani mahala ambapo unapata viongozi wanawatawala wananchi vibaya. Kivipi? Wananchi hawana sauti ya kuongea. Wananchi hawana sauti ya kujumuika pamoja. Wananchi hawana sauti ya kukosoa serikali. Wananchi hawana sauti ya kuitana, ya kukosoa viongozi wao. Sasa wananchi wanasema kwamba wanataka kukuja pamoja ili kuweza kuhakikisha wanakataa utawala wa kiimla, utawala wa kimabavu, utawala wa kiudikteta. Nambari 4, sababu ya nambari 4 ambayo inafanya Watanzania kuandamana. Naomba mnisikilize kwa makini mpenzi mtazamaji. Ni kwa sababu ya kukamatwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema. Kuna wale ambao wanahisi kwamba Tundu Lissu hakufanya kosa, bali aliweza kuwekwa kwa jela kwa sababu za kisiasa. Mpaka sasa hivi serikali haitaki kutaja kesi ya Tundu Lissu au ya Tundu Lissu. Hawataki kuzungumzia kesi yake. Licha kwamba bunge la Ulaya liliweza kuagiza serikali ya Samia kumwachilia Tundu Lissu, wampe matibabu, Lissu aweze kujumuika na familia yake na apewe uhuru wa kutembea kote nchini Tanzania. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Sababu nyingine, Watanzania wanataka katiba mpya. Ndio inafanya wao wanasema kwamba wataandamana na wataendelea kususia hii serikali. Sababu nyingine, Watanzania wanataka uchaguzi uweze kurudiwa. Sijui wazo lako ni lipi? Kesha kwa hichi kituo nitahakikisha ninawaletea taarifa za ukweli. Mimi ni Bwana Ezra. Mwenyezi Mungu awabariki.